الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Sheikh Abdallah ametoa angalizo kwetu sisi kwamba inatakiwa tuchukue wapi dini yetu, akinukuu maneno ya Ibn Sirin kwamba jamani, hii ilmu ndiyo dini yenyewe. Sasa tazameni, mtu atazame ni kutoka kwa nani anachukua dini yake. Kwa bahati mbaya sana katika huu ulimwengu tulionao ya ilmu ambayo inaonekana haina mwenyewe, kila mtu ni mwenyewe. Aliyesoma aliyekaa chini akasoma ni mwenyewe, aliyesoma vipeperushi ni mwenyewe, aliyesoma makala mbalimbali za Kiislamu ni mwenyewe. Elimu ambayo inaonekana haihitaji sana utaalamu, haihitaji kukaa chini ukasomeshwa ukamaliza umri, haihitaji kukusudia kwamba sasa nakusudia natafuta hii ilmu. Inaonekana ni ilmu ya dini kwa wakati wetu tulokuwa nao. Leo hii huwezi ukamkuta mtu ambaye hakusoma udaktari anatoa maelekezo ya kidaktari, anatibu wagonjwa. Huwezi ukamkuta mtu ambaye hakusomea kilimo anawahubiria watu namna gani wanatakiwa walime, wapande, watumie mbolea vipi. Tena umkute mtu huyo sasa anatoa maelezo kinyume na yaliyotolewa na wataalamu wa kilimo. Hilo hutokuta. Leo hii hutakuta mtu anatoa maelezo ya kiinjinia akimpinga injinia ambaye amesomea uinjinia, ni professional yake. Hutokuta. Lakini kumkuta mtu anayepinga mafunzo ya dini ya Kiislamu tena yaliyo katika vitabu, leo utawakuta wengi tu. Hii dini yetu sasa imekuwa ilmu yake haina mwenyewe. Ni yoyote tu anaweza akawa alim katika dini ya Kiislamu, yoyote. Ukiwa msikilizaji mzuri sana wa mawaidha, tayari unaweza ukawa na wewe shekhe unatoa fatwa. Ukiwa wewe ni msomaji mzuri, mwingiaji, ni mtu mzuri, yani ni mwanagugo mzuri, ukagugo sawa sawa, tayari wewe unaweza kutoa fatwa. Ukiwa una Sahihu al-Bukhari ya Kiingereza, Sahihu Muslim, tafsiri ya Qur'ani ya Kiingereza, ya Kiswahili, tayari wewe ni msomi. Ni bahati mbaya tulionayo Waislamu na dini yetu. Hii ni bahati mbaya sana. Na ndio kila mmoja anatafuta namna gani atamkhalifu aliyemtangulia katika jambo hili. Mtu akishaokota tu neno lolote popote, basi hilo atatembea nalo popote
na atampinga mtu yoyote hata akawa msomi kiasi gani. Na unaweza ukamwambia mtu bwana, haya yako kwenye safina haya, akaanza kuiponda hiyo safina mpaka ukashangaa. Lakini hizi ni mbinu za sheitani. Sheitani ndo ambaye anatuvuruga. Katika dini yetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu mkiwa hamjui. Hii ni aya, na ulama wameitafsiri kwa tafsiri mbalimbali na kwa upana sana. Miongoni mwa upana wake ni kutaka fatwa kwa wanaojua. Na hata katika sahaba sio kila mmoja alikuwa ni katika ulul ilmi. Ndio maana katika aya ile moja asemaje pale, wala uraduhu ila rasuli wa ila ulil ilmi la'alimahu alladhina yastambitunahu. Lau kama wangeliarudisha maneno kwa mtume na kwa wenye ilmu, wanaambia hivyo sahaba, sio sisi wangeliarudisha kwa mtume na kwa wenye ilmu, wangeliajua wale ambao wanayatafuta. Yastambitunahu, wanayafanyia istimbati, kuyatolea hukumu. Sasa kipande hiki cha aya kinaonyesha kwamba hata sahaba pia walitofautiana, si wote walikuwa ni ulul ilmi. Sembuse leo mtu, wale watu ambao wameacha yote wakashughulika na ilmu, wale ndio dango la Waislamu. Nikisema dango manake ni shabaha. Mtu anayelenga shabaha kuna mahali anapopalenga. Sasa Waislamu siku hizi wanapopalenga ni ulamai wao, wale wajuzi wao. Kila mtu kutaka kuonyesha kwamba hawa bwana hawa elimu yao ilikuwa chache. Kuna watu wafikia mpaka kusema kwamba hawa mashekhe wameturudisha nyuma sana. Watu wanasema hivyo, hasa vijana. Mashekhe hawa, wengine nasema mashekhe wa maulidi hawa wameturudisha nyuma sana. Sasa hebu leo niambieni ndugu zangu, katika hii miji yetu humu, vijiji vyetu vya somwa, watu wafundishana dini. Dini hii asomesha nani? Aliyesoma wapi? Mfano hapa leo tumekuja, siku zote mbona hatuji? Mimi sijawahi kufika hapa, mmefika leo. Mbona sikufika siku zote? Nimefika leo. Nimefika leo kwa sababu kuna darasa hili la somwa. Pamoja kwamba huko nyuma aweza kuwa palikuwa pasoma, mimi sijui, lakini palikuwa pasoma. Huyo alokuwa akisomesha pia kama alikuwepo anayesomesha, naye utakuta kasoma humu. Sasa leo tumefika katika mahali kama hapo kwa sababu pasomeshwa dini. Je, huyu msomeshaji aliye hapa ametoka wapi? Kateremka kutoka mbinguni? Sikasoma kwa hawa mashekhe wanaoambiwa wamerudisha watu nyuma. Kwa jamani, Ibilisi yuko kazini. Ibilisi yuko kazini. Na kwa kuwa tumeambiwa fasalu ahla dhikri, waulizeni wenye ilmu, manake ni kwamba tumegawanyika mafungu mawili. Kuna wanaotakiwa kuuliza na kuna wanaotakiwa kuulizwa. Umma huu katika kipindi cha sahaba, kama nilivyosema, si wote walikuwa wanazuoni, lakini wanazuoni walikuwa wengi. Tena ilmu haikuwa na mlolongo mrefu kiasi sahaba huyu kapokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba huyu kaifahamu Qur'ani, kaifahamu aya,
kutokana na fahamu aliyoruzukiwa Mwenyezi Mungu, ufahamu wa lugha, ufahamu wa matumizi ya ile lugha, ufahamu wa matumizi ya matamko ya kisheria, kwa sababu amekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasikia maneno ya Mtume, akashuhudia matendo ya Mtume. Zikaja zama za tabiina, hao kina Ibn Sirin. Zama hizo sasa zikawa zina watu wengi zaidi, Waislamu wengi zaidi, wajuzi na wasiokuwa wajuzi. Lakini hawa wajuzi pia wakagawanyika, kuna waadilifu na wasiokuwa waadilifu. Ndio maana Ibn Sirin akasema, tazameni ni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Kwa maana sio kila anayesema kala Rasulullah ukachukue kwake, sio kila anayesema hadathani fulano na ukachukue kwake. Mtazame kuanzia uadilifu wake, mtazame hifadhi yake, mtazame kila sifa zake za kuweza kukubalika. Na kila zama zilipokuwa zikenda, mlolongo wa zile ngazi za kupokea ilmu ulikuwa unaongezeka. Kama nilivyosema kwamba kulikuwa na ulamai katika sahaba, wao moja kwa moja kutoka kwa Mtume, moja kwa moja kutoka katika fahamu alivyoifahamu Qur'ani. Baada ya sahaba wakawa tabiina, yeye lazima awe kapokea kwa sahaba kwa Mtume, au awe ni ufahamu wa alivyoifahamu Qur'ani kutoka kwa sahaba, au kutokana na uwezo aliopewa kufahamu. Lakini mlolongo sio mrefu, ni sahaba, tabiina, sahaba, Mtume. Lakini baadaye kukawa na tabiina. Hawa ni wanafunzi wa tabiina. Huyu anasoma kwa tabi'i anasoma kwa sahaba kwa Mtume. Tayari kuna watu wawili hapa katikati. Wakaja walio baada ya tabiina. Tunaposema tabiina ndio hao kina Ibn Sirin, akina Nafi, ambapo tabiina kina Imam Maliki na wengine kina Imam Maliki, akina Sufyani. Sufyani alikuwa ni tabi'i, ni Sufyani ibn Uyayna. Baada ya hapo anakuja chini ya tabiina akina Imam Shafi rahmatullahi alayhi. Imam Shafi anapokea kwa tabiina kutoka kwa tabiina kutoka kwa sahaba. Unaona mlolongo unaongezeka wa upokeaji. Kwa kila unavyoongezeka na kunapatikana upana wa watu wanaosoma na unapatikana upana wa watu wasiojua, kwa mpaka ikafikia sasa kwamba kuna mujitahidina ambao Mungu amewapa uwezo wa kusoma na kufahamu. Hawa yeye hana nafasi ya kumuuliza mtu mwingine, atakiwa moja kwa moja yeye atumie ujuzi wake kuipata hukumu. Hao ndio ahala dhikri. Lakini kuna wale ambao hawana uwezo huo, hawa ni lazima aegemee kwa msomi. Ndio mpaka tukaweza kupata madhhabi manne ya kifiqhi, Ahlusunnah wal Jamaa. Si kwamba haya madhhabi manne yamekuja kujaje, ila ni miongoni mwa wasomi waliokuwa wengi sana kwa maelfu katika zama zao, katika zama za tabiina, katika zama za tabiina hakina Imam Maliki, katika zama za kina Imam Shafi, zama za kina Imam Ahmad bin Hanbal ambazo ni chini ya zama za kina Imam Shafi, wakawa wasomi ni wengi sana, na kila mmoja anatoa fatwa zake kulingana na alivyofahamu. Lakini sasa kila mmoja katika hao ana wanafunzi wake na wanafunzi wana wanafunzi wao. Ikaonekana haya madhhabi manne haya ni madhhabi ambayo yamepokewa kutoka kwa wale maimamu
Mfano Imam Shafi amewapokeza kina Al-Muzani, kina Rabi bin Sulaimani na wengine chungu mzima, na wao wakapokeza mpaka kuja kufikia zama za katikati. Hapo inaonekana kwamba madhhabi haya yamepokewa kwa sanadi kutoka kwa imamu. Hivyo madhhabi Imam Ahmadi, ya Imam Maliki, ya Imam Shafi'i, zile fatwa zao na darasa zao walizokuwa wakiendesha zimezalisha mpaka kuja kutufikia sisi, zimezalisha mpaka kufikia kutungwa vitabu. Sasa shida tunaokuja kuwa nao sisi, haya madhhabi tunayatumia vibaya. Mtu anakwenda kuchukua fatwa ya Imam Ahmadi, anakuja nayo katika mji kama huu ambao Waislamu walio katika mji huu ni wafuasi wa Imam Shafi, wanafuata madhhabi ya Kishafi. Anakwenda kuchukua fatwa kule ambayo inapingana na fatwa ya Kishafi, anakuja kuwaletea watu, tena saa nyingine kujifanya kwamba eti amefahamu dalili ya fatwa ile, na kuona watu wamekosea akitaka kuwabadilisha. Matokeo yake ni kuleta ugomvi na mgawanyiko. Anakuja mtu katika mji kama huu anasema kwamba haitakiwi kusoma bismillah kwa nguvu. Ukisoma Fatiha ndani ya swala hakuna kusoma bismillah kwa nguvu. Hutakiwi kusoma kunuti, si lazima kusoma Fatiha. Tunakuuliza, kwa maneno haya wewe ndio umesikia leo? Mbona unataka kukoroga watu? Wewe unajua dalili za wanaosoma Fatiha, umefikia huko? Sasa madhhabi kwa mfano Imam Abu Hanifa, Imam Malik, ukisoma Fatiha usome bismillah. Lakini madhhabi Imam Shafi lazima usome bismillah. Madhhabi Imam nani huyo? Imam Abu Hanifa, si lazima Fatiha. Imam Malik ukiwa imamu katika salatul jahriya usisome Fatiha. Imam Shafi lazima usome Fatiha, na kila mmoja ana dalili zake, kama tulivyosikia dalili zimetajwa chungu mzima hapa za kwamba lazima usome Fatiha kwenye swala, lazima. Na hayo ndio madhhabi ya jumhuri ya ulama. Huyu Imam Abu Hanifa anayesema si lazima usome Fatiha, lakini usiposoma Fatiha kwake wapata dhambi hata kama swala itaswi, kwa sababu Imam Abu Hanifa ana wajib na rukun. Wajibu na nguzo. Nguzo kwake ni ile ambayo ukiacha swala inabatilika. Wajibu ni lile ambalo ukiliacha swala haibatiliki, lakini wapata dhambi. Na hii kutokana na misingi aliyojiwekea. Misingi aliyojiwekea ni kwamba jambo litakalothibiti kwa dalili ambayo ni dhanni, basi hilo litakuwa ni wajibu, si nguzo. Lakini hilo thibiti kwa dalili qat'i, hilo ni nguzo. Sasa Abu Hanifa asema kwamba kwa sababu Mwenyezi Mungu asema faqra'u ma tayassara min al-Qur'ani, ni lazima kusoma Qur'ani. Lakini Mtume akasema hana swala asiyesoma Fatiha, kwa kuwa dalili ni dhanni, asi lazima, lakini ukiacha wapata dhambi. Kwa maana hiyo ni kwamba hata yeye Imam Abu Hanifa kwa upande wake ni lazima usome Fatiha ndani ya swala, uwe imamu uwe maamuma. Huyu Imam Malik ndo alosema msikilize imamu yeye peke yake, unaelewa? Lakini alafu kijana amesema hapa kwamba kuna kitu kinaitwa sakta. Ikisha soma imamu akishamaliza Fatiha atakiwa anyamaze, maamuma nao wasome Fatiha. Kwa hiyo hata kwa upande wa Imamu Malik pia itakuwa limeondoka lile la kwamba usikilize Qur'ani.
umsikize imamu anavyosoma, pia limeondoka. Sasa haya kila mtu atayajua, kila mtu yote tu ataweza kulijua hiyo. Kama wewe ukienda tu ukisoma hapa umeambiwa kwamba faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, umelibeba watembea nalo. Ni kama mimi nikaenda nikisoma kule kipeperushi nikaambiwa mbu anaeneza malaria kwa njia hii na hii na hii, lakini dawa yake ni chloroquine au dawa yake ni metakelfin, alafu nikitoka hapo tayari wewe una nini na malaria? Metakelfin. Simdonekana na wazimu. Kila ninayekutana naye bwana vipi? Bwana anatemeka sana. Dalili za malaria hizo. Wewe unatosana na mbu jana basi malaria. Katafuta metakelfin unywe. Ukiuliza nimesoma mimi. Jamani. Elimu hizi hii pia ina wenyewe. Si kila mtu tu achukua tu akatembea nayo naye akasema, pia ina wenyewe. Hebu tulieni jamani. Wewe ukilisikia huko au ukaliona, kama limekutatiza na unataka kufuata vitu kwa uhakika, fasalu ahla dhikri, njoo uliza kwamba bwana, hii safina yasema ni lazima usome Fatiha katika kila rakaa, tena usome na bismillah. Lakini nimesikia kwenye televisheni kwamba Mtume alikuwa aanza swala kwa takbira na alhamdulillah. Hapa vipi? Mbona mwenye safina hapa kama kapingana na Mtume? Halafu utapewa ufafanuzi. Na kama umekuja kwa mwalimu wa hapa ameshinda kwa kukinaisha, fika Lukozi, wapo wazee hawa. Utakufafanulia, utaelewa. Si lazima Lukozi, hata jirani ya mapeza kuwa yupo mtu ambaye ukimfuata atakufafanulia. Ndio sawa na kwenda zako pale hospitali ya Manoro pale, ukafika pale alafu ikawa umeshindwa kupata ufumbuzi wa maradhi yako, unafanyaje? Unakwenda Lukozi, Lushoto. Ukifika Lushoto pameshindikana, Bombo. Hata Bombo pia ukishindikana ambiwa Muhimbili. Na Muhimbili pesa ikashindikana ukaambiwa Afrika Kusini. Lakini hili yaonekana hili la kitaalamu hili. Wataalamu wa Manoro wameshindwa, tupeleke Lushoto. Utaalamu wa Lushoto umeshindikana, Bombo. Utaalamu wa Bombo hili laonekana la kitaalamu, lakini la dini hili sile akipuuzi tu haya. Ni mambo duni tu ya dini, mtu yote tu anaweza akajua. Majama, huyo ni ibilisi. Kama wewe huna shekhe wa kukuongoza, wajiongoza mwenyewe, jua shekhe wako ni ibilisi. Na shauri yako utajua mwenyewe. Tushikeni msimamo jamani. Maadamu yanayosomwa yatoka kwenye vitabu, na hivi vitabu usije ukaona kwamba imeandikwa risalatani, hakutaja hata hadithi moja mle ndani ya udhu. Imeandikwa kwenye safina, hakutaja hata hadithi moja. Muqaddimatul Hadramia, hazikutajwa hadithi mule. Usione hivyo ukaona labda ndo havina dalili vile vitu. Hapana, hiyo sio maana yake jamani. Sababu nilisikia mmoja asema mtu anasoma kuanzia safina mpaka Muqaddimatul Hadramia, mpaka si vitabu chungu mzima, hamna dalili hata moja. Sasa ndugu zangu, niulize kitu kimoja. Unampeleka mtoto shule. Asante Sheikh. Unampeleka mtoto shule darasa la kwanza, akifika anafundishwa Kiingereza. Siwezi Kiingereza sianza darasa la kwanza, si ndio jamani? Naam Sheikh. Sasa anafika darasa la kwanza, anafundishwa this is a book. Ndio? This is a book. Halafu sasa
eti anaambiwa kwamba alitakiwa aambiwe kwamba hiyo this ni nini, is ni nini, ni nini, buku. Eti jamani, inawezekana kwamba huyo mtoto wa darasa la kwanza anayefundishwa this is a book aambiwe kwamba hii ni nani, pronoun hii this ni pronoun, na hii ni verb to be, na hii ni article. Eti jamani, buku hii ni noun, tena noun hii ni objective. Eti mtoto wa darasa la kwanza inawezekana hivyo? Akaenda akafundishwa mtu kama hivyo? Basi hayo si ya mtoto wa darasa la kwanza, hata wala 4. Yeye atafundishwa this is a book, these are books, tambua here this hivyo, she is a girl na kuendelea, si ndio? Atapewa vitu kama hivyo kwanza, wa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4, mpaka akija akiambiwa kwamba hii this hapa ilipo ni nini, basi huko mbali. Sasa ndio mfano kwamba mtu atakajifunze kuswali, alafu mwambie kwamba atakiwa atawadhe. Dalili ya kutawadha nini? An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu daa biwudu'in fa afraga ala kaffayhi thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda nahwa wudu'i hadha fa salla rak'atayn. Jamani, hayo ni udhu tu unamfundisha hadithi, na huyo mtoto anamfundisha wengine ni yule pale yule baba pale alivaa nguo yake ya kijani na batobato, wewe unamfundisha vitu kama hivyo. Sasa unatakiwa nia katika udhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Jamaa, kutakuwa na dini kweli? Watajua kweli hao? Mpaka mtu akija kuwa na mvi ndo aanze kuswali, maana ndo yajua swala sasa. Kwa hiyo hawa ulama wamezichukua zile nguzo zilizotajwa katika dalili. Atakiwa nia kwa hadithi hii. Nguzo ya kwanza ni nia, na nguzo nyingine 4: kuosha uso, mikono, kupaka kichwa, kuosha miguu idha kumtum ila salati. Na hapa yatakiwa taratibu kwa sababu ya ile aya, lakini hakuelezi kwamba dalili ni hiyo. Yeye akwambia kwamba faradhi za udhu ni 6. Ya kwanza nia, innamal a'malu binniyat. Ya pili kuosha uso, ya tatu kuosha mikono, ya 4 kupaka kichwa, ya 5 kuosha miguu, idha kumtum ila salati, mpaka warjulakum ila alka'bayn. Ya 6 ni kupanga taratibu kwa sababu aya imepanga. Lakini pia katika huko kutawadha watakiwa uwe Muislamu ndio udhu utaswihi, ana dalili yake. Kwa sasa ndio tumerahisishiwa ili tusome, tujue, tutumie. Na watu wa zamani walikuwa lengo lao ni kujua dini na kutumia yaliyoandikwa vitabuni. Kwa madini wameambiwa kwamba watakiwa utawadhe hivi, uswali hivi, sharti za swala ni hizi. Kwa yeye akiingia msikitini anakwenda kutekeleza kile alichoambiwa kwamba hizi ndio sharti za swala. Walikuwa wamejengeka zaidi kiamali, lakini sisi wa leo tumejengeka kiubishi. Ukiambiwa sharti ya swala istiqbalul qibla, watakadalili. Nene atamyizu, watakadalili. Jamaa, mpaka usome Qur'ani nzima tafsiri ujue ndo anze kuswali. Fawali wajhaka shatr al-masjid al-haram kwanza. Mfundisho kwanza kuitamka hiyo fawali wajhaka.
Maana jua kwa nani, zingatia kwamba ndo waanza kujifunza sasa. Kwa ufundishwe ile fawali waje hakashaka wal masjidil haram, kwanza uweze kuitamka, alafu ufundishwe na tafsiri yake. Swala ya kungoja tu. Ukimaliza hiyo tena alma'u tahuru enda nani, innal ma'a tahuru la yunajisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi, ili ujue sharti ya udhu kwamba ni maji yenye kutoharisha, na maji yenye kutoharisha ni yapi, uende huko kwenye hadithi kwanza. Yani mpaka ukianza kuswali umemaliza Bulughul Marami yote, na hata bulughu wazimaliza pia hujazimaliza dalili. Umemaliza tafsiri yote ya Qur'an, miaka mingapi? Kwa hiyo watu wametusaidia kwa ajili ya amali. Ndio maana pamoja na kwamba Imam Nawawi muhaddithi mkubwa, lakini katika kitabu chake kama Rawdatut Talibin, katika kitabu chake kama Minhajut Talibin, hutakuta amekutajia dalili ila kwa nadra sana, kwa nadra mno. Wewe utakuta tukakwambia tu watakiwa ufanye hivi na hivi na hivi na hivi basi, ili uchukue ukatumie ilmu alhali, ilmu ambao unaihitajia kwa ajili ya amali. Hiyo nyingine ya kujua dalili ya kila kitu, hiyo ni ilmu alfatwa, ni daraja nyingine ya ilmu tena, sio hii ya kwanza. Sasa wenzetu wengine wameruka hii, warukia ya mbele ya kwenda kutafuta adila, kila kitu kwa dalili. Mwisho pia mtu atakuja kutafuta dalili ya kwamba yeye ni mtoto wa mzee fulani, tafuta kwenye hadithi na aya. Mambo ya ajabu sana. Kwa ndugu zangu, ya kwamba yeye ni mtoto wa mzee fulani, kwamba huyu anaitwa Juma bin Ali. Sasa dalili ni nini kwamba yeye ni mtoto wa mzee Ali? Kwa hiyo bwana, mambo yako wazi. Hawa wazee wamesaidia sana, wametoa mchango mkubwa sana katika dini, kuanzia hawa wanatusomesha sisi mashehe zao mpaka hawa wanatunga hivyo vitabu. Lau kama wangelikuwa wao wameweka utaratibu, wameweka mgomo kwamba hawatungi kitabu bila kutia dalili za kile wanachokizungumza, kusingekuwa na dini leo. Kwa sababu hii tu ilmu hali watu kuisoma mpaka kuifikia watu waikimbia. Je, hiyo majalladati ya hizo adila ingesomwa lini? Watu wangesoma wakabishana tu. Kama hasa mtu akazana asome hicho kitabu fulani ili ambishie mwingine, ingekuwa hivyo tu kama ilivyo leo. Kwani mpaka watu ndio wakatafute haya mambo ya kwamba Fatiha si lazima, si nini? Wewe fikiri utafuta nini kama sio kubishana tu? Wewe umezaliwa juzi, watu washatunga vitabu toka huko kwamba lazima mtu asome Fatiha, toka zama za Imam Shafi, toka zama za Imam Ahmad. Watu washasema kwamba mtu asome Fatiha lazima. Wewe hujasema leo kwamba haifai. Kioja, hakuna kioja ila hicho. Sasa sisi tutakubaliana na watu wa namna hii pale ikiwa mtu tutamsikia kama yeye fani yake labda ni mwalimu wa Kiswahili, tutakapokuja kumsikia anatoa maelekezo ya kidaktari, akitoka hapo anatoa maelezo ya kiinjinia, akitoka hapo anapinga nadharia za kisayansi, hapo tutajua kwamba huyu bwana hana upendeleo wala hajadharau elimu ya dini. Lakini kinyume cha hivyo tutamuona anadharau elimu ya dini, tena hadharau mashehe wa humu kwetu, ila anaidharau ile ilmu. Sababu hivi vitabu tunavyosoma na tunavyovisomesha havikutungwa humu. Hizo kuna si Muqaddimatul Hadramiyya, akina Safinatul Naja, akina Risalatul Jamia, hivyo sijui Irshadul Muslimina, Durarul Bahia, havikutungwa humu.
Sasa kama havikutungwa humu, halafu mtu anavidharau, hatudhereu sisi wa humu, ameidharau ile ilmu yenyewe. Ndio tatizo lililopo hapo. Kwa acheni kudharau ilmu, unaweza ukaingia kwenye kufuru. Tasghiru ma adhama Allah. Ilmu ni kitu Mungu kakiadhimisha, ilmu ya dini kama alivyoiadhimisha dini yenyewe. Sasa kama utaidharau ilmu ya dini na kuona kuna ilmu bora kuliko ilmu ya dini, hapo utamalizia mwenyewe kwamba ni Muislamu si Muislamu. Kwa iheshimiwe ilmu ya dini, isidharauliwe. Ikawa kila mtu tuweza kuwa nayo hata kama hakuisoma. Si sawa jamani, makosa makubwa. Mungu atuwafikishe tuwe katika wasikia maneno na kuyatenda na takiwa kutendwa na kuyawacha na takiwa kuachwa. Wal kamalu lillahi billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.